Chapesa. Mambo vipi mwana Chapesa Media? Hii ni Chapesa Media na kuletea habari za michezo na burudani. Kama kawaida na ilivyo ada, ukiona nimeshika hiki kitonge bwana, na kuletea habari za kimichezo na burudani. Nimemtembelea tena mzee wa kuteseka, yupo katika kitonge cha Chapesa Media. Ni muda mrefu. Pia huyu mwana Simba Sports Club ni shabiki na mwanachama. Ana kadi hai. Usisi kama vile mwanachama mamluki, hapana, ana kadi hai ya Simba Sports Club, analipia. Wanajua wenyewe. Nipo naye, tumsikilize naye maoni yake. Simba Day, sajili ya Simba pamoja na kuelekea siku ya tarehe 12 atatoka kikosi cha mtani, amekiona. Maoni yake tutayapata. Habari bwana mzee wa kuteseka. Alhamdulillah bwana. Mambo anasemaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Habari za siku salama. Mambo yanaenda fresh kabisa. Bwana, ni muda kidogo hatujaonana, pilika nyingi, najua ni baadhi ya mambo. Lakini wewe ni mwanafamilia wa Chapesa. Sana kabisa. Wenyewe tumesikitika sana, tukasema jamaa tumewafanya nini sisi? Au ndo Yanga wamewasha hapa hela? Tukaona tukasema bwana hawa itakuwa malaki sasa hivi Yanga anatembeza hela tu. Bwana. Kweli nakwambia. Yanga anatembeza pesa. Wanatembeza pesa tu kwa sababu tunataka serikali kwanza ichunguze, kwa sababu sisi tunajua siku zote katika biashara lazima upate na faida. Lakini vilabu hivi viwili kwa kweli hata waloko hawajui mahesabu, wanajua kama watu hawapati faida, isipokuwa wanatangaziwa biashara zao. Sasa ukiangalia biashara kubwa alienayo ni kubwa mno, basi ni Mona na Baharesa. Lakini tunashangaa leo Baharesa anazidiwa, ina maana Baharesa anazidiwa na JSM. Kweli? Hapana, lazima serikali lazima ichunguze. Sasa anachozidiwa Baharesa ni kipi? Akiwa yeye ndo sasa hivi tunaweza kusema Afrika Mashariki. Ni kwa sababu tunaangalia pesa zinavotoka kiholela, tofauti na kupiga mahesabu. Baharesa anapiga mahesabu. Wao huko zinatokaje? Huko zinatoka tu bila kupiga mahesabu. Zinatoka kwenye sajili, zinatoka kwa wachezaji, zinatoka sehemu zote, mpaka yani ninachokuambia mimi hadi kwenye michezo hii. Na ndio maana watu wengi wanapiga kelele zichunguzwe. Yani TAKUKURU wachunguze. Kwa sababu gani? Kuna vitu haviwezekani. Kwa sababu ile unajua kuna watu mpaka leo Simba amesajili. Ndio. Na asilimia kubwa wachezaji wao wanaotoka zamani. Wapo watoka mwaka jana. Na kikosi kiko vizuri. Fupi kikosi chake ni kile. Kaongezea nguvu. Lakini angalia eti anakuja Shaulile, eti anaonekana Shaulile timu inakuwa ni kubwa kuliko eti Maelezo kwa sababu ya mdomo. Mimi nakwambia tena, Simba ni timu moja iliyokuwa bora kweli kweli. Na kama watu watatembeza mpira tu viwanjani, basi nakuhakikishia Simba kila nyanja atakuwa bingwa. Kila nyanja atakuwa bingwa. Mpira ukipigwa kwenye pitch basi kile Simba ni bingwa. Kweli? Na kwa sababu hata mwaka jana, mwaka juu, yani miaka mitano Yanga kachukua, kila mtu kashuhudia. Ni ubingwa wa ovyo kabisa, wa ovyo. Wewe mara 6 mfululizo uliofungwa, wewe unavyoona, unadhani Yanga kashinda kirali mechi ngapi? Ni wa ovyo, maana yake mimi nataka nikuthibitishie. Hebu niambie, je, wewe umeona? Mbona hakutufunga? Na wao timu yao ni bora. Nao imekaa miaka mingi. Si bora? Mbona hakutufunga? Sasa hapa si wanasema quality lishi. Maduka yametoka, maduka kwetu sisi yametoka. Maduka yametoka? Yametoka. Kumbe huko kulikuwa kuna maduka zinatoa. Nakwambia kila injara hao wanapeleka hela. Mohamed Hussein, angalia kwanza. Walinirubuni Chama ujue. Baada ya kunirubuni Chama lakini alitoa siri. Baada ya kutoa siri, wa viongozi wakamwambia we nenda. Nenda huko. Nenda we nenda. Sasa sisi tutakuja, umeona? Wameleo wanasema amekuja kuchukua hela, alafu mpira hakucheza. Kaenda kucheza Simba. Kumbe Simba wenyewe wamemtuma. Kwa hiyo kumbe Chama alitumwa na Simba. Na wao wale walinirubuni, akasema jamani mimi wamenirubuni kitu fulani. Akamwambia we nenda, kama alivyokuwa Juma Kaseja. Nenda Manchester anakutaka na hela ipo, we nenda. Mwisho wa siku akatufungia na bao, kama unakumbuka Mtani Jembe. Akapitisha goli. Na Chama alienda kule. Kuna mpira leo uonesha. Lakini wanasema Chama alivyoenda kule kulikuwa na namba 10 pale Aziziki. Nakwambia hivi, kwa Tanzania mpaka sasa hivi na mpaka Chama tastaafu haijafikia namba 10 ya Chama. Kwa namba 10 zote zilizopita ndani ya misimu hii hakuna. Hawezi kufanana na. Hakuna shehe wangu, hakuna hata mchezaji mmoja atakayefikia Chama. Piga tasmini kuanzia za kimataifa. Piga la ligi Tanzania bara. Hakuna. Chama is number 1. Yani ndo number 1, hakuna sijua. Na hata Ali kama ishamshuhudia anaongea hilo swala. Anaongea kwamba jamani Chama ni mchezaji aina nyingine kabisa. Hilo mimi nampongeza kwa Ali Kamwe. Kwa sababu kuna vitu vingine hii Simba na Yanga kuna siku utakuwepo siku haupo unaondoka.
Tuzungumzie kuelekea Simba Day, kilele cha Simba Day leo, siku 90 akikamilisha mwana Simba Sports Club. Sherehe inaonekana kama vile tamasha limepunguza morali siku ya leo, ni tofauti na matamasha yote yaliyopita nyuma. Unadhani ni nini mzee wa kuteseka, tamasha leo halijawa na mvuto kama lililopita hapo nyuma? Hamna, tamasha bado liko vizuri na watu nimeuona uwanja umejaa na kwa sababu sisi kama mimi mzee wa kuteseka, mimi sihitajiki nende uwanjani. Wewe mtu akung'aza kwenye mimi natakiwa nikae kila sehemu nipite niangalie jinsi gani kuna nini gani ili mimi napeleka maoni kwa uongozi. Sawa. Kwa hiyo mimi nathibitishia kwanza anayeyote mwenye TV akaangalia leo basi atahakikisha kweli uwanja umejaa na burudani zinapatikana kama kawaida. Kwa sababu sisi ndio tulioanzisha litamasha, hatuna dogo. Lazima watu wengine watafuatia wao kuiga ili kilichopita. Na ndio maana watu subiria kwanza tufanye, tunafanyaje ili nao wafanye. Wao wanakuja kuiga. Hawajui kubuni. Wala nakwambia. Kwa hiyo matamasha yote nyinyi tunajua na Simba ndio mnakuwa hai zaidi. Yani mimi nakwambia tena sio tamasha tu. Maana yake nakupa kumbukumbu. Mzee Saidi ana uchembe wa Yanga na Yanga huyo kwa sababu akapata riziki yake kwa Yanga. Mimi ni mzee wangu na mheshimu. Na kuna vitu anavyoongea safi kabisa. Na mimi simlaumu kwa sababu hada chama kaenda Yanga kwa ajili ya hela. Na mzee Saidi alipokuwa 200,000 sio mbaya, anapata kula yake si mbaya. Mimi nampongeza mzee Saidi. Aendelee hivyo hivyo kwanza na push wa viongozi. Umeona, lakini kuna mambo mengine tu asiongee kwa sababu sisi na Simba tuwe kitu kimoja na yeye namuomba mimi tuwe kitu kimoja tuendeleze. Simba hatuna wachezaji wa majina. Kwa sababu gani? Kama ni majina, Ronaldo hakufika hata finali kombe la dunia na mchezaji mkubwa la kiimbwa. Messi kafika finali kapokonywa kombe. Wale waliokuwa hakuimbwa ndio waliokwenda. Sasa sisi hatuimbwi kwa sababu wachezaji wetu tunaonekana wa ovyo, lakini sisi tuna wachezaji bora kuliko hata wa Yanga. Sasa kikubwa kilipo hivi, wengi wao mashabiki walitegemea na wakawa wanazungumza kabisa, mashabiki wa Simba, kuwa Peter Shalulile ni deal done tayari kwa upande wa Simba, lakini sivyo ilivyo. Inaonekana Simba wamechemka kwenda kumchomoa yule Shalulile, amekuja Yanga, lakini sasa hivi mnamzungumzia Peter Shalulile ni mzee. Ili sahihi unaloiona? Mimi kwanza nakuthibitishia hichi kitu, kwanza Simba hawajamtaka ule mchezaji. Kwa sababu gani? Yule mchezaji wamepiga mahesabu Simba. Sisi tunataka kombe la Afrika. Tukamchukua Shalulile aliyekushaachwa karibu miaka mingapi keshacheza huko. Leo anaachwa na Mamelodi. Mamelodi wao hawataki klabu bingwa tena. Kwa hiyo sisi pale Simba wamepiga mahesabu akaona haiwezekani kwa umri aliokushakuwa nao. Haiwezekani kuja Simba. Lakini mimi nataka kukuthibitishie. Nani anaitwa nani huyu kwa station hapa nani huyu? Huyu wa Yanga huyu. Kwa station wa Yanga. Nani bwana kalitoka kidogo. Ni mchezaji au? Ni mpenzi wa Yanga, bwana chama Yanga. Nasoro. Nasoro alithibitisha mwenyewe akasema sisi nitashangaa sana viongozi wa Yanga kwenda kumchukua Shalulile mzee kama yule. Atulete kwenye karne hii sasa atulete hivi. Leo kasahau. Sasa ukizungumzia uzee wa Shalulile huku upande wa Simba hivi, Chama na Shalulile nani ana umri mkubwa? Sasa nikuambie kitu kingine sasa. Shalulile na Chama ni tofauti kwa sababu uangalia udongo wa Chama, angalia na Shalulile. Ni vitu tofauti. Na kurudisha nyuma kabisa. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee wa Kiminyio, Madaraka Selemani. Kiminyio na kama anapiga ana miaka 45 anacheza mpira kwa sababu ule wake na alikuwa hatoki ndani ya uwanja bila kupiga bao. Ni kama Ronaldo. Naam. Umeenda lakini ni udongo tofauti. Kwa hiyo wakumbuke kwamba hivi vitu ni viko vitofauti. Umeelewa Wasivifananishe kama labda na miaka uwezo kana miaka 50 lakini mpira kwa unacheza. Unaona? Lakini ukaona kuna watu wana miaka 28 na 29 hawapo tena. Au uongo? Ni sahihi kabisa. Kwa sababu ukiangalia leo sisi tulikuwa tuna Joseph Mkude. Mkude yuko wapi? Yupo tu mtaani. Sasa kwa tunaomba na kuhakikishia unajua wale ni majina yale na wale kuna vitu walikuwa wamesahulishwa. Yaani wale Yanga wapenzi wa Yanga na wanatakiwa yani Yanga viongozi wa Yanga wamefanya akili ili kwa sababu alikuwa kuna mchezaji wanamtaka wale Hilali yule. Ndio. Yule wamemkosa na yule kashapiga naye picha. Kwa hiyo wakasikia kwenye maredio sijui Shalulile kabidi wakafanya nini? Wakaona ngoja twende kule hawa ili wasahau kule. Kuna mwana Yanga tena anemkumbuka.
Hakuna. Sasa bwana, kuelekea namba 6 bosi tuliona ametoa posti ya namba 6 pop, na huku Yanga ametoa posti ya namba 6, lakini bosi hakukawia, amekaa nayo kama dakika 2 au 3 akafuta kwenye ile peji yake. Unadhani nani anayekuja pale namba 6 ikiwa mashabiki au baadhi ya tetesi nyingi zinazungumziwa Faila Sufi Feitoto Mzanzibari mwenzio inawezekana kwenda Yanga au Simba? Wewe binafsi unadhani nani namba 6 anayekuja kuchukuliwa pale? Hayo ni maajabu, huwezi kwanza kutuathiri kwa sababu wenyewe wameweka siri. Lakini mimi ninayo. Nayo. Umeona? Leo tutegemea anatambulisho namba 6. Lakini siwezi kusoma kwa sababu gani? Nitachafua mazingira. Ila nawaambia ule ukweli. Kuna watu wana roho mbaya Tanzania. Kwa sababu kwanza mimi nilikuwa siwezi kuamini kwamba Azam labda wataitindia kifua Simba, kwa sababu hii ni timu za mpira, unaona bwana. Ila Yanga wanawaharibu sana wale watu wa Azam. Kwa sababu gani? Walifikia sehemu mkataba wameuandika kwamba Azam mkija mkimuuza akenda Simba, huyu Simba tu maana yake apate bilioni 2. Sasa ni kitu cha maajabu. Kwani ule mchezaji popote si anaruhusiwa kucheza? Si hela. Wewe kwa nini unasema eti kwa mpaka ndio Simba? Maana yake ni roho mbaya, na Azam ameingia katika mfumo huo, ni mfumo mbovu. Sisi tuambia Azam, sisi ni Simba, lakini timu nyingine ili tupate upinzani Tanzania. Sisi tumsupport Azam, tunamsupport sana si Azam. Kwa sababu ili tupate upinzani mzuri wa timu zetu tutakapokwenda huko, zipate mikiki vizuri, kucheza na wenzetu. Sasa tunafeli shehe wangu. Na mimi mpaka sasa hivi na washauri uongozi wa Simba na uongozi wa Yanga wanatakiwa kwanza waondoe hii uharibifu walioingiza katika nyoyo za watu. Kwa hiyo waondoe nyoyo hizi mbovu kabisa, ili tupate Tanzania moja. Tutakapokwenda katika mashindano sisi tufanye vizuri, tusibaguane. Wasiseme mtu kwamba hichi kitu hakiwezekani, nishabiki Simba, si nishabiki. Hakuna hichi kitu. Kwani mbona leo Wakristo na Waislamu mbona wanakaa pamoja? Ni kitu kimoja, mbona wanashangilia na kufanya jambo kwa pamoja? Hii haiwezekani, dini ni iko hivyo. Wewe mipira hii ya kishetani, wewe na shauri waache mambo. Hayaleti maana. Bwana sajili umesajili pale Selemani Mwalimu mulishampa mkataba, alipewa mkataba, lakini baadaye taarifa ikatoka Wydad wanamhitaji mchezaji wao. Na hivi tunavyozungumza Selemani Mwalimu tayari kashajiunga na Wydad. Lakini kuna kitu kimeletwa pale, striker mwingine mrefu wa kutosha amejaa, anaitwa Osman. Unamzungumziaje Osman wa Bongo, Mr. Dumbia? Yule mchezaji wetu ni mzuri kwa sababu mikimbio yake na jinsi gani watu siku ya kwanza kuja kucheza wakamwona anakimbia hakufunga bao. Lakini kwanza wangefikiria, je, timu gani inachezeshwa leo? Kwa sababu Mwalimu namsifu sana yule mwalimu wetu sana, rafiki yangu. Alichezesha kikosi cha wachezaji waliokuwa wamewasajili, sijui umeelewa vizuri. Na kweli wametuonesha kitu, hakufungwa. Na mechi ya pili hivyo hivyo, ili watu wakatishwe mdomo. Mechi ya 3 wameiona ndogo yao. Na yeye sisi yule tulikuwa tunamwachia aende. Kwa sababu gani? Sisi ilikuwa lengo hilo hatuna. Kwa sababu gani? Leo sisi tuna Simba Day. Leo wewe tucheze finali jana, alafu leo tuje Simba Day. Kwani inawezekana? Ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi tulikuwa tukatumwachia aende, lakini wameingizwa roho mbaya na Yanga, tukaona ngoja tumtandike. Kwa hiyo kombe tuondoke pamoja turudi. Wewe Singida alifungwa kwa sababu ya dharau za Yanga. So dakta shehe wangu. So dakta tena nakwambia aliweka akitaka ulichunguze. Hata daftari chukua ulichunguze. Kwa hiyo taarifa ilianza kutoka huko, wewe mwakazie kabisa. Kwa nini mkaweka kikosi kazi? Umeona kikosi kile? Haya. Walipigwa mpira baada ya kuja kuondolewa, sasa wachezaji wengine wakaingizwa wale wachezaji wapya. Ikatena ndio balaa kabisa, yani watu wanazigusha tu. Singida mpira na utafuta. Balaa, yani wakajuta mashali wao. Bwana, leo ikiisha Simba Day, kesho Yanga Day. Mwananchi naye pia kesho yuko na pati yake, lakini tuzungumzie kuelekea tarehe 12. Unadhani mzee wa kuteseka kwa kikosi chako na kikosi cha Yanga Afrika, tarehe 12 unatoboa? Mimi bwana nina uhakika kabisa. Na uhakika, na mimi ninachokitaka kitu kimoja tu katika Simba yetu. Yani umoja ni kitu bora kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu sisi hao Yanga walikuwa wametugawa kwa kwenda kuwapa watu hela yani kutusaliti. Umeelewa? Kuna kutuchafua, na ndio maana ikawa sisi wanatufunga kiurahisi. Umeelewa? Lakini baada hapo tukaondosha ule uozo. Wewe mwenyewe umeona mpaka uwanja na ukimbia unaenda nje ya uwanja, wakati duniani hakuna hicho kitu.
Watu wanazunguka pale pale, watu wanatoka ndani ya uwanja wanakwenda nje ya uwanja. Ni kitu kilichokuwa hata TFF waliwalea, lakini hata TFF mmeona wapongeza kwamba hata yeye kutoka nje ya uwanja maana pointi 5 hana. Sasa tunawapa taarifa Yanga, mmesajili, je, mtakuja stahimili kukaa kwenye uwanja? Sasa na vile vitu sasa wanavyoviogopa wakisema kuna mipulizo inatumika pale, kuna sindano, inakuwaje? Na ndio walimu hao wa sindano ni wao wenyewe, ni wenyewe, kwa sababu wanajistukia wenyewe, kwa sababu wamehama Azam na mabomba yao, wameacha mabomba pale Azam. Maana historia inajulikana. Seka bana, mimi nashukuru sana, maana naona una kodi nyingi, tuziwekeze kesho baada ya leo mchezo. Tuna uhondo, kwa sababu tumeiona mambo mengi sana. Yani tunaona mambo mengi, sio tunasema tucheze mpira uwanjani, mambo ya pesa waache pembeni. Lakini mimi nawaambieni tena, Yanga wachunguzwe. Yanga wachunguzwe. Kwa sababu bilioni 15 kwa nini wasingenge uwanja tu kwa miaka yote? Bilioni 10. Kwa nini wasingenge uwanja? Sasa kuna hapa sasa alikwambia kuna vitu walikuwa wanajaribu kuviweka balance, afu kimebakia jambo moja kwa sasa. Wameanza leo au waingia leo, wameingia leo. Uwanja kwenye kompyuta ni ndio ule tu. Wamesaulishwa hapo tena. Lakini sasa hivi kuna kifusi kinamwagwa pale. Kifusi kile barabarani kinamwagwa. Kifusi barabarani kile Simba asipite wakija akichukua ubingwa. Bwana, asante sana mzee wa kuteseka. Bwana, tupo Chamazi na mzee wa kuteseka. Hapa ndio kijiwe chake rasmi. Ukitaka kupata kahawa mzuri, tembelea hapa Chamazi. Ukifika tu Chamazi, na kasusu pia inauzwa. Huyu ndio mzee wa kutoka Zanzibar, ni mwana Simba na shabiki na mwanachama pia wa Simba Sports Club. Tumeamua kuwatembelea. Hii ni familia ya Chapesa Media, tumeamua kuwafuata leo tuzungumzie siku hii ya Simba Day. Endelea kutufuatilia, kuna mengi yanakuja. Hii ni Chapesa Media, nyuma ya kamera yuko director Shizi. Tuendelea kutufuatilia mwana familia. Usikose kusubscribe, kushare na kulike na kucomment pia. Hii ni Chapesa inayokuletea burudani. Asante. Ciao.